Tunashukuru kwanza kwa mradi huu kuja kwetu, kwa sababu kabla ya mradi huu tulikuwa na upungufu wa madarasa. Kwa hiyo ujio wa madarasa ya EP4R yamekuwa ni msaada kwa watoto na kwa jamii nzima, kwa sababu tulikuwa tumeshaanza kuwaza tunapataje madarasa kwa kupitia michango labda ya wazazi, lakini bahati nzuri ikawa imetokea kwamba angalau tukajengewa haya madarasa mawili kwa ajili ya ujifunzaji. Kwa hiyo yamekuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi katika mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji. Tunaahidi kulinda miundombinu hii tuliojengewa na kuletewa kwa udi na uvumba. Tutailinda ili endelee kutumika katika kizazi hiki cha leo na kizazi kingine, lakini pia tunaahidi kutengeneza matokeo yaliyo bora kama ambavyo umeona kidato cha pili mwaka jana. Tunaahidi kutengeneza matokeo yaliyo bora zaidi kuliko yaliyopita. Maisha ya awali yalikuwa maisha magumu sana kwa sababu tulibanana sana katika madarasa yetu. Tuliishi kwa kubanana sana kwa sababu hatukutosha madarasani, tulikuwa wanafunzi wengi. Kwa hiyo tulikuwa wengi sana, idadi ilikuwa nyingi sana. Baada ya ujenzi wa haya madarasa, maisha yamekuwa vizuri sana kwa sababu tumeweza kukaa vizuri kwa nafasi, tunafundishwa vizuri. Kwa hiyo maisha yamekuwa vizuri sana, vile tunaendelea na masomo yetu vizuri. Nawaahidi wadau, serikali ya Muungano wa Tanzania na wazazi walioungana tujengea madarasa yetu kwamba tutafaulu vizuri na tunaahidi kupata matokeo bora katika masomo yetu. Miundombinu ni mizuri sana sababu tunasoma vizuri, hatupati shida yoyote. Madarasa ni mazuri, yana ventilation kubwa sana, madirisha ni mazuri, tunapata hewa safi. Ubao pia ni mizuri, rangi ni nzuri, kwa kweli hatupati shida yoyote. Kwa kweli hali ilikuwa mbaya sana kwa sababu tulikuwa tunapata shida, madarasa yalikuwa ni machache. Tulikuwa tunakaa wanafunzi wengi darasa moja. Yaani tunakosa uhuru kwa sababu watu ni wengi, darasa ni moja. Kwa hiyo mnakosa hata uhuru. Hata mwalimu zile nafasi za kupita darasani labda kuangalia inakuwa ni ngumu sababu watu tumebanana sana. Mradi huu una manufaa mengi kwetu sisi hasa walimu. Moja ya manufaa tunayoyapata kupitia hiki kituo ni kuondoa changamoto zile tulizonazo kwenye ufundishaji na ujifunzaji tunapokuwa katika majukumu yetu ya kila siku ya ufundishaji, kwa sababu tutaweza kujadili mada au mahiri mbalimbali ambazo zinaleta utata katika ufundishaji na kuweza kuziondoa changamoto hizo. Kwa hiyo huwa tunakutana kwa mara moja kwa wiki siku ya Jumatano kwa ajili ya kuweza kujadili changamoto hizo tulizonazo kwenye hayo masomo. Lakini jambo la pili, kituo hiki kinatusaidia kutoa ushauri wa kitaaluma kwa walimu waliokuwa na changamoto mbalimbali za masuala ya kitaaluma. Tunawashukuru sana wafadhili wetu GPE TSP. Baada ya ufadhili wao kuleta, kuna manufaa ambayo tumeyapata. Tumeweza kuinua ufaulu wa wanafunzi hasa katika shule ya msingi Sima. Kwa mwaka 2024 tulikuwa na ufaulu wa wastani wa 146.38, lakini kwa mwaka 2025 ufaulu umeongezeka kutoka 146.38 hadi 156.39, sasa na 8% ya ufaulu. Tafsiri yake kituo kimeleta manufaa chanya. Sengerema tulipokea fedha kutoka World Bank kupitia Wizara ya Elimu kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa miundombinu ya chuo. Baada ya kuwa tumefanyiwa ukarabati wa majengo takriban 7 pamoja na ujenzi wa majengo mengine mapya 6, chuo chetu kimeweza kunufaika. Kwanza tumeweza kuongeza idadi ya washiriki kutoka mwaka 2020 ambapo washiriki walikuwa 263 mpaka sasa hivi mwaka 2026 tunaongea tukiwa na washiriki 739 katika fani za muda mrefu na muda mfupi. Lakini pia ufaulu wa wanafunzi umeweza kuongezeka kutokana na miundombinu kuwa imeimarika hasa kwa upande wa mabweni, lakini pia nishati safi katika maandalizi ya chakula cha wanafunzi imeboreka, kwa maana tunatumia gesi ambayo ni rafiki kabisa katika matumizi yake, lakini ni rafiki pia kwa afya za wanaohusika katika kuandaa chakula cha wanafunzi. Katika fani yangu tumejifunza vitu vingi ikiwemo kufunga gata, yaani mabomba yanayovuna maji ya mvua. Tumesoma masuala ya gesi, kuunganisha mabomba kutumia gesi. Tumesoma mfumo wa maji taka na mfumo wa maji safi. Kwangu mimi kwa sasa naweza kufanya kazi ya kufunga mfumo wa maji safi pamoja na mfumo wa maji taka katika majumba. Pia kitu kingine nilichojifunza, nimejifunza kufunga gata katika majumba kwa ajili ya kuvuna maji ya mvua na kuweka kwenye tenki.
Pia kipindi tupo level 1 tujifunza masuala ya kuunganisha bomba kama limetoboka au limekatika. Tunatumia connector kuunganisha. Kwa hiyo pia ni kazi hiyo unaweza kuifanya kuunganisha kwa kutumia connector. Tumefundishwa pia kukata mabomba kwa njia zote, kwa namna ya kuunda mabomba kama vile kuunga miungo mbalimbali katika mabomba. Naambia vijana kwa mtaani kwamba katika fani yetu ya bomba kuna fursa nyingi na tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe. Na pia tunawakaribisha pia tuungane nao, tujifunze kwa pamoja. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.